Na leo hii nimekuletea historia ya bidada mmoja ambaye ana trendi sana katika tamthilia ya dunia. Bidada huyo anaitwa Catherine. Watu wengi sana mnamfahamu, lakini leo hii mimi nakwenda kukupatia historia yake, tangia alikozaliwa, amesoma wapi na elimu yake, lini ameanza sanaa, pamoja na mafanikio yake ambayo ameweza kuyapata katika sanaa yake na utajiri alionao. Najua utashangaa sana, lakini kuwa pamoja na mimi kuanzia hapa mpaka mwisho wa video hii ukapate kufahamu historia nzima ya bidada huyu tangia alipoanza mpaka hapa alipofikia. Sasa kabla sijaanza, tafadhali naomba uonyeshe upendo kwa kubonyeza neno subscribe linaloonekana chini ya video hii upande wako wa kulia. Sasa kama tunavyojua ni kwamba bidada huyu amepata umaarufu mkubwa sana baada ya kuwa ameshiriki katika tamthilia hii ya dunia. Lakini ukweli ni kwamba Catherine anaitwa Catherine hivyo hivyo kama ambavyo anatumia kwenye dunia, basi na jina lake anaitwa Catherine hivyo hivyo. Catherine bwana amezaliwa Bariadi, mkoa wa Simiyu, lakini yeye ukimuuliza atakwambia anatokea Mwanza, kanda ya Ziwa, lakini si mbali sana kutoka Mwanza mpaka Simiyu, kwa sababu Simiyu mara ya kwanza ilikuwa ni moja kati ya wilaya zilizopo jijini Mwanza. Catherine mpaka sasa ana umri wa miaka 26, amezaliwa mwaka 1998. Kwa mpaka sasa Catherine ana umri wa miaka 26. Mpaka sasa ana mtoto mmoja. Mtoto wake ni wa kike mwenye umri wa miaka 5. Inaweza kaa inakushangaza, lakini mpaka sasa Catherine ni mama ambaye ana mtoto. Na Catherine alishawahi kuolewa hapo kabla. Aliolewa kabisa tena na mtu ambaye alikuwa ni mtu mwenye pesa zake nyingi sana. Na Catherine kwa sababu ambazo hakuweza kutuweka wazi, anatuambia mtu huyo mpaka sasa hawapo tena katika ndoa, yani ndoa yake imeweza kuvunjika, japo hawajaweza kupeana talaka pamoja na mume wake, lakini anakwambia mpaka sasa haishi na baba wa mtoto ambaye aliweza kumuoa. Catherine kabila lake ni Msukuma. Kama tunavyofahamu watu wa kanda ya Ziwa huwa ni Wasukuma. Catherine pia ni Msukuma, lakini mume wake yeye si Msukuma, yani ameolewa na mtu ambaye si wa kabila lake. Catherine anatuambia kwamba kipindi alipokuwa anaolewa, basi aliweza kutolewa mahali nyingi sana. Kama unavyozingatia ni kwamba Catherine ni midada fulani hivi mwenye muonekano mzuri, mwenye rangi nyeupe, na kwa upande wa kabila la Wasukuma, basi mwanamke yeyote ambaye anakuwa anaolewa na mwenye rangi nyeupe, basi anatolewa ng'ombe nyingi sana. Sasa yeye Catherine anasema mahali yake ilikuwa ni mahali kubwa sana, japokuwa hakuweza kutolewa ng'ombe, ni kwamba zile thamani za ng'ombe ziliweza kutolewa kama pesa. Kwa hiyo shemeji yetu bwana, inavyosemekana ni kwamba alitoa pesa nyingi sana ili kusudi kuweza kumpata kazi, kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wake yeye pamoja na bwana wake, wakajikuta wameweza kutengana, ijapokuwa bado hawajapeana talaka. Lakini Catherine mpaka leo hii anakuambia kwamba yupo katika mahusiano na kijana mwingine. Kijana huyo wapo kwenye mahusiano kwa muda wa miaka 2 mpaka sasa. Kwa ina maana tangia binti wa Catherine ana umri wa miaka 3, basi Catherine aliweza kuachana na bwana wake na kuweza kuungana na mtu mwingine katika mahusiano yake. Lakini pia Catherine anatuambia kwamba elimu yake ameishia form 4. Elimu yake si kubwa sana na si ndogo kihivyo, ameishia form 4 tu. Anatuambia kwamba amesoma akiwa anaishi Mwanza, elimu yake ya shule msingi, lakini elimu yake ya sekondari ameipata akiwa anaishi Arusha kwa shangazi yake. Alisafiri kutoka Mwanza mpaka Arusha kwenda kwa shangazi yake, basi ameipata elimu hiyo akiwa huko kwa shangazi yake. Miaka ilipita kidogo, Catherine baada ya kumaliza elimu yake ya sekondari form 4 akaamua kuondoka na kuingia jijini Dar es Salaam. Huko alikwenda kwa dada yake. Dada yake ameweza kuolewa Dar es Salaam. Kwa alipofika kule alikuwa anaishi kama ni mtu ambaye ni kawaida tu, anaishi kwa ndugu zake, lakini baadaye Catherine alikuja kujitambua na kujijua kwamba ana kipaji cha kuigiza kutokana na vile ambavyo alikuwa na act mtaani. Kwa mwisho wa siku watu wakawa wanamwambia kwamba wewe dada unaonekana ni kwamba una kipaji cha kuigiza, kwa hiyo laiti kama ukienda kusomea na ukajiunga na haya mambo ya sanaa, basi utaweza kufika mbali sana. Basi Catherine mara ya kwanza alikuwa haamini haya maneno ambayo anaweza kuambiwa na watu, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, Catherine alizidi kupokea sifa hizo kutoka kwa watu kwamba wewe bidada unaonekana kwamba una kipaji cha kuigiza, kutokana na maisha yake aliyokuwa anaishi, kutokana na kuchekesha kwake, ucheshi wake, lakini pia kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anapenda kucheka na kila mtu, basi watu walikuwa wanampenda sana. Basi Catherine akaona isiwe shida, akajiunga na kikundi kidogo sana cha uigizaji, na hakuweza kutuambia ni jina gani la kikundi hicho ambacho aliweza kujiunga nacho, lakini anatuambia kwamba aliweza kujiunga
na hicho kikundi cha uigizaji. Baada ya muda mfupi, ni kama miezi mitatu baadaye, basi Catherine yeye anaambiwa kuna mtu alikuja akamuunganisha na kumwambia, wewe kwa kipaji chako kinaonekana ni kipaji kikubwa sana, haustahili kuwa kwenye vikundi vidogo vya sanaa kama hivi. Kwa mimi ninakufanyia connection uende ukaigize kwa Bayram. Kama tunamfahamu Bayram, yule jamaa ambaye anapenda sana kuigiza na Clown Vevo. Basi mwisho wa siku Catherine anatuambia aliweza kuondoka kutoka kwa hicho kikundi kidogo cha sanaa na kwenda kujiunga katika kundi la Bayram. Catherine anatuambia ameweza kudumu katika kundi la Bayram kwa muda kama miezi 4 mbele, na kipaji chake kilionekana kuwa ni kizuri zaidi, lakini pia alionekana kuwa ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana katika upande wa sanaa, hasa katika kipengele cha uigizaji. Muda mfupi baadaye, basi inasemekana meneja wa Bayram akamshauri Catherine kwamba kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuigiza alionao, basi ingefaa zaidi kama angeenda kusomea zaidi ili kusudi aweze kupata ujuzi kutokana na mambo mengi ambayo yuko nayo. Kutokana na kipaji hichi, basi akiweza kusomea inawezekana akaja kuwa ni mtu mkubwa sana katika kipengele hicho cha uigizaji. Catherine hakuwa na hiana, aliweza kusikiliza ushauri huo na kwenda kujiunga na kikundi cha kujifunza sanaa. Alijifunza sanaa kwa muda upatao miezi 6. Baada ya hapo Catherine akaweza kuwa ni mtu ambaye anajua mambo mengi sana katika sanaa. Aliendelea kuwepo hapo katika kikundi hicho cha Bayram, lakini mwisho wa siku Bicho Production ambaye ni bosi wake kwa sasa, ambaye ni Baba Asma, aliweza kukiona kipaji cha Catherine na kumtaka Catherine aje ajiunge katika lebo yake hii ya uigizaji kule kwa Asma Films Family. Basi mwisho wa siku Catherine hakuona kama kutoka kuna shida, na aliona itakuwa ni nafasi yake kubwa kwa muda huo kuweza kujiunga katika kikundi hicho cha Baba Asma. Alijiunga katika kikundi cha Baba Asma ikiwa ni mwaka 2022, na aliweza kujiunga hapo na kuweza kujihusisha katika video chache za uchekeshaji pamoja na maisha halisi ambayo alikuwa anaweza kuigiza sehemu hiyo. Lakini Catherine anatuambia katika kikundi hicho cha Baba Asma, movie yake ya kwanza kuigiza ilikuwa ni Familia ya Mzee Kicheche. Watu wengi sana tunaikumbuka sana ile movie ambayo ilikuwa inarushwa katika channel ya Kicheche, na ilikuwa ni movie nzuri sana ambayo watu wengi walitokea kuipenda sana. Kwa hiyo Catherine anatuambia katika filamu halisi ambayo alianza kurushwa mtandaoni na kuanza kufahamika kiasi, ilikuwa ni tamthilia hiyo ya Familia ya Mzee Kicheche. Ameigiza humo mwanzo mpaka mwisho, lakini pia akaja akaigiza katika tamthilia ya Agano. Kama tunavyojua, Agano ni tamthilia ambayo iliisha kabla ya Dunia. Baada ya hapo, baada ya Agano kuisha, basi ikafuata tamthilia ya Dunia. Tamthilia ya Dunia imekuwa ni tamthilia ambayo imeweza kumfanya Catherine kupata mafanikio makubwa sana katika maisha yake, lakini pia imeweza kumfanya Catherine kutambulika na watu wengi na kumfanya Catherine kupata umaarufu mkubwa sana kutokana na tamthilia hiyo. Kama tunavyojua, tamthilia ya Dunia imekuwa ni tamthilia ambayo inashika namba 1 kwa Tanzania, lakini pia na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kuonekana ni tamthilia yenye maudhui mazuri, yenye watazamaji wengi, lakini pia ambayo inapendwa na watu wengi sana. Kwa hiyo Catherine akaweza kupata umaarufu kutokana na tamthilia hii ya Dunia ambayo mpaka sasa inaendelea kuruka. Sasa Catherine anatuambia kuhusiana na mafanikio ambayo ameweza kuyapata kutokana na tamthilia hii ya Dunia. Catherine anatuambia kwamba bosi wake Baba Asma amekuwa ni bosi ambaye ana upendo mkubwa sana na wafanyakazi wake, lakini pia amekuwa ni bosi ambaye anatoa kipato kizuri sana, yaani mishahara kwa waigizaji wake wote, lakini pia na wafanyakazi wasio waigizaji, yaani maproducer, madirector, lakini pia pamoja na watu wote ambao wanahusika katika kipindi cha uigizaji, yaani kuitengeneza movie mpaka kuirusha pale mjini YouTube. Sasa Catherine anatuambia kwamba kutokana na tamthilia hii ya Dunia ameweza kupata pesa nyingi sana, pesa ambazo zimeweza kumfanya yeye kuweza kufungua biashara kubwa ambazo anazifanya, ijapokuwa hakuweza kutuweka wazi ni biashara gani ambazo anazifanya, kwa sababu alisema biashara hizo kwa upande wake ni private sana, si rahisi kuweza kumwambia mtu yoyote kutokana na biashara hizo ambazo yeye anazifanya. Kwa ikihitajika umuhimu wa watu kufahamu ni biashara gani ambazo anazifanya, yani kwa sababu ya promotion na vitu kama hivi hapo hivyo na biashara za mtandaoni, basi tutaweza kufahamu ni biashara gani ambazo anazifanya. Lakini Catherine anatuambia kwamba ana biashara nyingi sana nazo zimiliki, lakini nje ya hivyo Catherine bwana anamiliki nyumba kubwa sana. Ni nyumba yenye thamani kama milioni 40, ni nyumba ya kifahari sana. Sasa huwezi kuamini, ni binadamu mdogo sana mwenye umri mdogo, lakini ameweza kupata mafanikio makubwa sana ya kumiliki mpaka nyumba yake. Sasa Catherine tukaweza kumuuliza, vipi kuhusiana na mtoto wako ambaye unasema unaye mwenye umri wa miaka 5?
mtoto huyo hajawahi kuwa kikwazo katika upande wako wa sanaa. Yaani wewe ukiwa kama mama pamoja na malezi, lakini pia pamoja na uigizaji, haijawahi kuwa kikwazo. Kathleen akatuambia kwamba binti yake mpaka sasa hawaishi pamoja, yaani binti yake ameenda kuishi ukweni huko kwa wazazi wa mume wake. Ijapokuwa yeye pamoja na mume wake mpaka sasa wameweza kutengana, lakini binti yake ameweza kuishi huko kwa bibi yake, yaani mzazi wa mume wake. Sasa nadhani mpaka hapa unaweza kuwa umemfahamu Kathy kiufupi ni nani na ametokea wapi na historia yake nzima, kutokana na jinsi ambavyo ameanza kuhaswa kutokana na hii upande wa sanaa. Basi mpaka sasa nina imani ni kwamba utakuwa umekwenda kumfahamu vizuri sana Katherine. Lakini pia wapo waigizaji wengi sana ambao nitakuletea hapa taarifa zao kama Manyanya, Violet, Matrida, lakini pia Moody, lakini pia Cindy. Lakini pia tukiachana na hao, yupo Mdeme pamoja na mke Mdeme na watu wengi sana ambao wameweza kuhusika katika tamthilia ya Dunia. Nitakuletea hapa historia zao, lakini pia pamoja na mafanikio makubwa ambayo wameweza kuyapata kutokana na tamthilia hii ya Dunia. Nafanya hivi ili kusudi kuweza kuwapa hamasa wale wote ambao wanatamani kuja kuwa ni watu wa sanaa, ni wanasanaa wakubwa, aidha ni kwa upande wa uigizaji, uimbaji, uchoraji, uchongaji na mambo mengi sana ya sanaa. Basi wasiweze kukata tamaa, na sanaa ni sehemu ambayo inampa mtu fursa kubwa sana ya kuweza kuyafanya yale mambo yake yote ambayo anahitaji, lakini pia kutimiza ndoto zake kwa haraka zaidi, kutokana na jinsi ambavyo sanaa imekuwa inapendwa sana katika kizazi hichi cha sasa. Sasa ukiwa ni mmoja wa shabiki ambaye umeweza kufurahia historia hii ya Katherine na umeweza kufurahi sana kusikia kwamba Katherine ni mtu gani na ametoka wapi na historia yake ni gani, basi tafadhali naomba uonyeshe upendo kwa kubonyeza neno subscribe. Lakini pia usisahau kuniachia comment yako kutokana na kile kitu ambacho wewe ulikuwa haukifahamu kutoka kwa Katherine, na kama una swali lolote, oni au pendekezo, dukuduku, naomba utaniandikia hapo chini kwenye comment section. Lakini pia usisahau kulike pamoja na share kwa marafiki zako ambao wataweza kupata na wenyewe taarifa hii kuhusu Katherine na kuweza kupata historia na mafanikio ya Katherine. Basi itakuwa ni vizuri sana. Jina langu ni Neema Gabi, endelea kwa pamoja na sisi mpaka wakati mwingine. Bye bye.